Nikusalimu na nikukaribishe kwa moyo mkunjufu msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 popote pale ulipo. Ni wasaa mwingine tena wa kuweza kujuzana na kukumbushana kile kinachojiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Unaendelea kusikiliza ni Kwetu News 24 kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sehemu ambayo inajumuishwa na matukio mbalimbali ya kivita pamoja na utovu wa usalama. Msikilizaji, ikiwa ndo mara yako ya kwanza kujiunga nasi, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kushare, kucomment na kulike ili wa kwanza kupata habari zetu. Lakini pia unapocomment usisahau kutuandikia unatusikiliza ukiwa sehemu gani duniani. Siku ya leo tunakujia na habari za matukio mbalimbali pamoja na vita vinavyojiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan kusini mwake, tukitaja eneo la Fizi, Uvira pamoja na Mwenga. Mapambano makali yanayoendelea kushuhudiwa kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini yametafsiriwa kwa namna tofauti na viongozi wa kijamii pamoja na viongozi wa kiserikali wa eneo hilo, lakini pia raia wanaoishi mashariki mwa DRC. Msikilizaji mpendwa, utakumbuka tu kuwa wiki zilizopita tulikujuza kuhusu matukio yaliyojiri eneo la Poezero pamoja na huko Angole, ambalo ni eneo la jimboni Kivu ya Kusini tarafani Fizi kwenye sekta ya Tanganyika. Kwa leo administrator wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonji Badibanga ameweka wazi mambo ambayo yanayojiri kwenye eneo hilo, huku akikanusha habari zilizozagaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa sehemu kubwa ya tarafa la Fizi imeshikiliwa na waasi wa Twirwaneho ambao wanatumika bega kwa bega na waasi wa AFC M23. Habari ambazo zilizagaa kwenye mitandao ya kijamii zilieleza kuwa eneo la Angole, Bilende, Nele pamoja na Elumbe, lakini pia eneo la Toboke limekuwa tayari au limeanguka kwenye mikono ya waasi wa AFC M23, habari ambazo zilikuwa sivyo ndivyo au zilikuwa ni habari za uongo ambazo zimekanushwa na administrator wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga. Akizungumza na Kwetu News 24, Sami Kalonji Badibanga alieleza hapa kile kinachojiri ndani ya tarafa la Fizi na sehemu ambayo waasi wanashikilia, lakini pia sehemu ambayo wazalendo wanaendelea kushikilia. Huyu hapa, tumsikilize. Kuhusu usalama ndani ya tarafani Fizi, jeshi la taifa FARDC inasema ya kwamba itafanya lolote ya kufanya nguvu kwa kufukuza waasi wa 23 wenye kudhibiti maeneo ya bilima birefu ya tarafani Fizi kule Minembwe, pamoja na wasaidizi wao wa VDP wazalendo. Mnajua kwamba jeshi letu la taifa FARDC inajitahidi kweli kwa kufukuza wadui wenye kuya kuvamia maeneo ya bilima birefu vya tarafani Fizi, tangia kijiji ya groupement ya Bashimunyaka Sida mu sekta ya Lulenge, kijiji ya Minembwe ilidhibitiwa na hawa wasi wa 23 kusaidiziwa na wa Ered Tabara Twirwaneho, wa majambazi wa kutoka nchi ya Kenya na nchi ya Somalia. Walidhibiti kijiji ya Minembwe na kando kando. Wakati hizi mavijiji vyote vilidhibitiwa na hao wasi wa 23, wabinti na wanawake wengi walibakwa na wakimbizi walipata mashida, kati yao kuko wenyewe waliwawa. Mabombo za kutoka Rwanda kupitia mandeke za vita za Rwanda ziliwahi kuanguka mavijiji vyenye wa raia wanaishi. Zizi mabomba zika bomola masomo, mavituo vya afya, mabalabala za vijijini, mambuzi, makondolo bilipata shida. Kuna watu wenyewe walilumia na wengi wako mavituo vya afya mbalimbali ndani ya tarafani Fizi. Mavitendo vya kinyama vyenye kutendewa na hawa wasi wa 23
mukijiji ya Kalingi, kijiji ya Mikenge, kijiji ya Pwenzero na kando kando. Tunaomba Umoja wa Mataifa kwa kufungula mashtaki na kutafuta namna kani ya kushika na kufunga hao wajambazi wote wenye walitarisha maisha ya wakaji wenye hauna hatia. Na hao wakaji wote walikimbia wako mu makambi mbalimbali. Kuku wenye wako mu kambi ya kijiji ya Malicha. Kijiji ya Malicha ni kijiji ya groupement ya Balala Sud mu sekta ya Mtambala. Kuna watu wengi wenye walifika, wako 200 wenye walifika mu kijiji ya Malicha. Kuna wakimbizi wandani wengi wenye wako mu kijiji ya Mukera, kijiji ya Kichula, kijiji ya Kananda, Sebele na hapa Fizi Centre Kalembelembe. Hote wanataidi msahada kwa sababu mnajua kwamba tungali mkipwa na hizi kipwa inataisha na mvula ikinyesha, au wakimbizi watakuwa na makumu na matatizo mengi sana. Tunaomba kwa viongozi yetu ya serikali kuangalia ili jambo na kuangalia namna gani ya kuleta msahada na kusaidia hao ndugu zetu wenye wanateseka sana, wenye walikimbia mabombu ya jeshi ya Rwanda au kule Kuendelea kwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan ndani ya tarafa la Fizi pamoja na sehemu zingine kama Mwenga pamoja na Uvira, kumepelekea katwa kwa network au rezo zote ndani ya tarafa la Fizi na kuwafanya wakaaji wa eneo hilo kuwa wahanga kabisa wa matukio mbalimbali pamoja na kukatwa kwa mitandao yote ndani ya tarafa la Fizi. Hatua hii ya kukatwa kwa mitandao ya kijamii pamoja na mitandao yote ndani ya tarafa la Fizi kunaathiri vipi hali au maisha ya wakaaji ndani ya tarafa hizo? Hawa hapa wa mmoja kati ya wakaaji wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi waliozungumza na Portu News 24 na kutoa malalamiko yao, huku wamoja wakisema kuwa ni hatua nzuri kwa sababu itapelekea usalama kurejea ndani ya tarafa la Fizi, na wengine wakisema kuwa haimaanishi hata jambo moja au haina maana hata kidogo kukatwa kwa mitandao ndani ya tarafa hilo, kwa sababu inaathiri vibaya maisha ya kila siku ya wakaaji wa tarafa la Fizi. Lakini pia wengine walisema kuwa kuweza kukata ghafla kwa mitandao ya kijamii ni jambo nzuri, kwa sababu kuna mbalimbali kuathirika na ndege zilizokuwa na rubani ambazo zinatumika moja kwa moja na network bora wakati mitandao hiyo. Lakini wakumbuke kuwa baadhi ya raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka wanakula na kupata chakula, wanatumia mitandao ili kupata chakula cha kila siku. Hawa hapa tuwasikilize. Patana na gisi tunaishi hapa Baraka, kitu cha kwanza tunashukuru kwanza guvernema juu hali yenyewe ilikuwa mbele na hali ya sasa iko tofauti. Kwa sasa tuko na amani, tunaona kabisa kazi yenyewe bapembe bako nafanya. Kwele ngambo ya kuibana masasi kwa leo ingali napunguka. Rezo kungambo ya guvernema gisi walikuwa wanapigana na baasi, ngambo ya Minembwe, kuma Mikenge, Pwenzero. Pale tulikuwa tunaona kama kutukatia mtandao ilikuwa ni mzuri juu ile madrone. Ilikuwa inaleta woga sana kwa seba raia. Tulikuwa tunahitaji guvernema tusaidie ngambo ya yulu. Ile ngambo yote yenyewe security iko bien. Ile ngambo ya kule kubilima kote kwa huko mavita, kote bangekupe rezo. Lakini kungambo ya savile hapa msantre Baraka bange tuachia rezo juu ya kutusaidia juu sisi tuko ba commerçant. Sisi ba commerçant tunaumia sana. Kwa sababu kujua kama vitu vinapanda Uvira iko inalomba mpaka tulipe kwanza ticket twende kwanza tujione. Tunaenda uliza kwanza bei kule ndio nakuwa sema huko kule vitu vinapanda yani. Kuhusu rezo kungambo mwa tunaweza sema inasumbua na nyingine ngambo tunaweza sema haisumbua. Mimi kibinafsi kwanza niseme na rizika juu palia batu 10 kukufa umwe batu ekale hivi tu na amani kidogo, hiyo inatosha. Bora usalama kuliko maafa. Kazi zenye natumika zinahusiana na rezo na naona kazi endi mzuri ndo kwa sirika yangu. Sasa mimi mchuruzi kungambo yangu naona sana asirika sana. Jua nini? Ukifata utafauti wa watu ba mingi wanakulani ku telefoni.
na sema kuuzisha vile vile. Nasikia hata krize iko mingi, unaona rezo hakuna nini na nini. Maana ile hewa tushasumbuka nayo sana. Tumie kazi yangu ni kurode. Unapita unasikia ba mama ba papa hatuna makuta. Mia ujumbe wangu ni kusema bakubwa yetu ya inchi baikale chini barezone hali, baturudishie rezo. Maisha ende bie batoto bako banashiba. Sisi tunapenda saa kungambo yangu mie. Sio sema tunaikala kimya, ni kusema tunakosa vya kusema. Hapana. Kama batakata connection internet, batuachia hata ya mawasiliano tukue na juiliana hali kwa sababu kuko vitu vya mingi binakwama. Sasa vile sio watu wa kutumana pesa kutosha hivi, kwanza tulishaomba. Uko unaona maana iko vigumu sana baturudishie hata ya alo. Kwanza kwa maisha yangu binafsi tangia mtandao ikadi, yani naishi vigumu sana. Na ninashangaa kusikia viongozi wengine huko nasema hawajui leo wala kesho. Kwa sababu kwao weko na vyakula, mimi niko maibobo hapa Baraka. Ujumbe wangu ya mwisho ya kutoka kwa serikali na batusikie kabisa. Kwa sababu kama mlipata hatua ya kupita kubeba maoni ya raia, dosia serikali ijiandae turudishe rezo ya kawaida. Bwana mtangazaji, ni kwamba hali kama hiyo inatia huzuni kwetu sisi ambao tunaishi kutodi juu. Tunajua tarafa la Fizi na mji wa Baraka kwa upekee wengi wanaishi kwa sababu ya simu. Kuna mtu atatumiwa pesa kwenye simu, kuna mtu atapigiwa simu, kuna dili fulani hapa, na kuna wengi wanaishi kwa sababu ya maisha ya simu kama hawa ndugu zetu wa M-Pesa na wengineo. Unajua tokea mawasiliano yamekatwa, kazi zote zimekufa. Tunaishi hivyo kwa sababu ni mji ambao tumeshauzoea. Tutie mabango, tufanye maandamano, ule ujumbe utafika popote kwa sababu hakuna network. Na inawezekana mkifanya hivyo, tume ya kuandamana kwa sababu ya network, usiku mtakuja mnachomolewa moja, mnavikwa kesi ya kuitwa kuwa ni MA23. Tunahofia kama wangekata network ya internet, wangetuachia mawasiliano ya kawaida kwa sababu pesa zinaingia na kutoka. Au mambo mengine tutaki kujua kunaendelea nini wala nini, wangetusikiliza. Inawezekana kuna sababu kubwa wenyewe kukata hivyo kama kadri wanavyosema, la ile wangetusikiliza. Network wakati, lakini mawasiliano ya kawaida ya kutuma pesa na kupokea ile wangeruhusu. Msikilizaji, kupitia hapo mimi sina la ziada, ni kushukuru sana msikilizaji kwa kuambatana nasi mwanzo hadi tamati mwa habari zetu, nikikuomba usikose kusubscribe channel yetu, usikose kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tutakapo